nimepitia kwenye mitandao nikaona baadhi ya watu wanashauri baadhi ya dawa za kununua, dawa za meno. Ndio. Sio dawa ya mswaki, dawa ya meno kwa ajili ya kununua, yani uambatane, kuna madini fulani ambayo wewe unatakiwa uisome, Ndio. ujue kwamba hii ni sahihi kwa ajili ya kupiga kwa mama aidha ambaye yeye ni mjamzito ama anategemea kupata ujauzito. Nikasoma kwa kina, wakaeleza kwamba kuna dawa za meno ambazo mtu akizitumia hata kama anatafuta mtoto inakuwa ni ngumu. Moja hiyo, lakini vile vile kama amepata ujauzito, umetunga ujauzito tayari, akaitumia baadhi ya dawa meno ambazo zina madini fulani zinapelekea ujauzito kuharibika ama kutoka. Lakini swali lingine la pili ni kwamba mswaki sahihi wa kutumia ni upi haswa? Huo wa kisasa ama ule wa kwetu wa miti fulani ambao tunaitegemea? Karibu. Asante. Nianze na hilo swali la kwanza kuhusu dawa za meno. Kama ulivyosema, sio dawa za mswaki, ni dawa za meno. Hizi dawa za meno kwa nini huwa tunazitumia? Tunazitumia kwa sababu zina madini ya fluoride. Yani utafiti umefanyika ukasema kwamba ukitumia dawa ya meno yenye madini ya fluoride yataenda kubond na particles ambazo ziko kwenye meno yanakuwa imara kiasi kwamba hayawezi kutoboka. Kwa hiyo ukienda dukani, ni kweli, angalia kama hiyo dawa unayoinunua ina madini ya fluoride. Na madini kiwango cha madini haya fluoride kinachopendekezwa na madaktari wa afya ya kinywa na meno ni kuanzia 1000 mpaka 1500, tunasema ppm, parts per million. Kwa hiyo ukienda kununua ile dawa ukiona haina madini ya kuanzia hiyo 1000 mpaka 1500, ujue hiyo ni kama umeenda kununua sabuni, sio dawa ya meno. Sawa. Kwa hiyo tunahitaji yale madini ya fluoride kwa ajili ya kuimarisha meno yetu yasiweze kutoboka. Hizo story nyingine naomba nisisemee sana kwamba eti zina uhusiano na mimba kutoka na nini. Hiyo ni habari za mtaani tu ambazo hazina uhalisia. Ndio. Kwa upande wa mswaki? Swali la pili, mswaki upi ni mzuri? Mswaki tunao ushauri mtu aweze kutumia ni mswaki mlaini wenye zile brush laini, kwa sababu ukitumia mswaki ambao brush zake ni ngumu, kinachotokea kwamba ule ufizi unashuka, kwa hiyo sehemu ya mzizi wa jino inakuwa inaonekana, kitu ambacho sio sawa sawa. Kwa hiyo mswaki tunaopendekeza ni mswaki wenye brush laini, na tunapopiga mswaki tupige mswaki taratibu na tupige kwa kuzunguka. Tunapiga mswaki kwa kuzunguka hivi ili uweze kupita sehemu zote za jino. Sasa wengi tunapiga mswaki kwa mlalo hivi. Yaani unapiga mlalo, ukipiga kwa mlalo utakuwa unapita sehemu moja kila siku. Na ukipita sehemu moja inamaanisha kuna sehemu nyingine ya jino utakuwa hupiti. Hapo ndio mwanzo wa shida ya afya ya kinywa na meno inaanza kujitokeza. Na mswaki huu tunaubadilisha kila angalau baada ya miezi 3. Yaani usitumie mswaki zaidi ya miezi 3. Of course najua wengine sasa hivi wanatumia mswaki mpaka ukipotea ndio anakumbuka kwenda kununua mwingine. Kwa mswaki tunabadilisha kila baada ya miezi 3. Sawa. Na kwa upande wa ni njia gani sahihi ya kusafisha ulimi? Maana umetaja kuna ulimi, kuna fizi, kuna meno. Kwa hiyo kwenye kupiga mswaki, of course umenikumbusha kitu. Watu wengi pia tunasahau kupiga mswaki ulimi. Nimesema kwenye kinywa, ulimi ni moja ya kiungo ambacho kiko mdomoni. Na tukumbuke kwamba mtu unavyokula na ulimi pia na wenyewe unachafuka, sio meno tu yanachafuka. Kwa hiyo kama ulimi na wenyewe unachafuka, lazima uwe unasafishwa. Kwa hiyo kumbuka, unapopiga mswaki, hatua ya mwisho ya kumalizia kwenye kupiga mswaki, lazima uhakikishe ulimi wako umesafisha. Nikakumbuka kuna baadhi ya watu ambao wanapeleka mpaka kwenye koo. Sasa yeye unasikia mtu analalamika mwenyewe nje ukipeleka mpaka kule itakuwa shida. Wanafanya kwa usahihi wake, wanasema kwamba labda uchafu uliopo katika eneo la mbele ya ulimi anatamani kuingiza mpaka kwenye koromeo kabisa. Yaani kwa kawaida mwili una tabia, yani mdomo una tabia ya kufanya self cleansing. Yaani ndio maana kuna mwingine anaweza asipige mswaki lakini meno yake hayatoboki kwa sababu kwa mfano katikati ya meno kuna vinafasi. Vile vinafasi pia vimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwili una utaratibu wa kujisafisha wenyewe. Kwa hiyo tusiconcentrate sana kusafisha mpaka kule nyuma. Kule nyuma kunajisafisha kwenyewe. Sawa? Okay. Wasitupigie kelele. Unasikia nini? Kwani ni adhabu? Hakuna haja. Mswaki wa mti ni sawa pia, kwa sababu lengo la kupiga mswaki ni kuweza kutoa uchafu kwenye meno. Lakini dunia inabadilika jamani. Tusibaki nyuma tu, tutumie miti wakati teknolojia inabadilika. Kwa hiyo tuende kwenye hii miswaki ambayo tumeletewa, ambayo ni bora zaidi kuliko ile ya miti.
Halafu kuna mwingine huyu amesema kwamba jino linameguka, kuna dawa sio alishauriwa kuweka. Ukiona jino limetoboka afu haliumi, ujue kwamba hilo jino limekufa. Limekufa kwa sababu jino huwa lina sehemu tatu. Kuna ile sehemu cha juu cheupe kinaitwa enamel, katikati pale kuna dentin, chini kuna kiini cha jino. Jino likitoboka paka kwenye kiini cha jino ndio linaanza kuuma. Sasa kile kiini cha jino kikifa, automatically na jino limekufa. Kwa hiyo litakuwa haliumi, lakini sio kwamba eti jino limepona. Kwa hiyo huyo ambaye jino lake limeguka inabidi aje kwetu tuliangalie, kiwezekana liondolewe, kwa sababu likiendelea kukaa pale litakuwa kama source of infection. Okay. Sawa. Kili Smile. Kwa nini Kili Smile? Kili kwa sababu ya Kilimanjaro. Alafu smile ni tabasamu. Kwa hiyo tunataka kuwafanya watu wa Kilimanjaro wawe na tabasamu ambalo ni angavu kama ile snow, ile snow ya Mount Kilimanjaro. Ndio. Okay, Kili Smile. Na mko mmejipambanua hasa katika nafasi ya kuhakikisha mtu anatabasamu kwa huduma zipi ambazo mnazitoa? Tufahamu kwa kwanza hilo. Sawa. Shirika hili lilianza mwaka 2024 mwezi Aprili, likiwa na malengo ya kutoa huduma kwa wazee pamoja na watoto. Na ni watoto wa shule za msingi. Na kwa wazee tumelenga sana kutoa huduma za magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo presha na sukari. Na kwa watoto wa shule za msingi tumejipanga kutoa huduma za afya ya kinywa na meno. Tukumbuke kwamba sasa hivi shida ya kinywa na meno ni kubwa sana. Kwa hiyo tukiweza kuwa target hawa watoto wa shule za msingi, ndio baadaye tutakuwa na taifa ambalo lina afya nzuri ya kinywa na meno. Na baadaye tutakuwa na taifa ambalo lina afya nzuri kwa ujumla, kwa sababu tukumbuke mdomo ndio njia ya kupitisha vyakula. Kwa kama mdomo hauko sawa sawa, inamaanisha hata afya ya mwili itakuwa affected. Asante. Tunaelekea kwenye maadhimisho ya siku ya afya ya kinywa na meno. Nyie Kili Smile mmeandaa nini siku hiyo na tarehe ipi watu waje zaidi kwa ajili ya kupata elimu hii ambayo leo umeitoa kidogo hapa? Sawa, asante. Sisi kama Kili Smile, dunia nzima huwa inaadhimisha maadhimisho ya afya ya kinywa na meno mwezi Machi kuanzia tarehe 14 mpaka 20. Of course kilele kinakuwa ni tarehe 20. Lakini sisi kama Kili Smile tumeigawanya hivi kwamba tarehe 14 mpaka 17 tutakuwa na screening au uchunguzi wa magonjwa ambayo hayaambukizi ikiwemo pressure na sukari. Halafu tarehe 18, 19 na 20 tutawatembelea wanafunzi wa shule za msingi kwa ajili kwenda kutoa elimu ya afya ya kinywa na meno pamoja na uchunguzi. Kwa hiyo hii uchunguzi wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza tutafanyia kwenye ofisi zetu, ziko pale Kicheko, jengo la Kicheko Internet Cafe hapo mjini Stand. Kwa hizo siku 4, kwa hiyo tunahamasisha wananchi wa Moshi waje kwa wingi kwa ajili ya kufanya huo uchunguzi wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Na uchunguzi huu utafanyika bure kabisa. Ndio, na tutaenda shule za msingi, tutafanya pia elimu ya afya ya kinywa na meno pamoja na uchunguzi. Na wale watoto watakaoonekana kwamba wana shida ya afya ya kinywa na meno, basi tutawaelekeza waende kwenye kliniki yetu ambayo iko pale Moshi hapa Kicheko Internet Cafe kwa ajili ya kupata huduma. Na tukiweza kupata wadau wa kushirikiana nao, basi hizo huduma pia za kuwatibu hao watoto zitakuwa bure. Ndio. Asante sana. Pengine kama unaweza kutuachia mawasiliano kwa mtu ambaye angetamani kuuliza chochote. Karibu. Asante. Namba zangu za simu ni 0763 49 55 75 au 0735 49 55 75.